na moyo wako imemtazamia katika kila circumstance. Unalia machozi, unamtazama Bwana. Baba yangu, kuweza kuelezea hii yangu pale juu. Uliomba magharibi, Mungu anakupa chakula. Mwenyewe wote mwenye aliomba Mungu ampatie pumuzi ni nani? Mungu anawapatia hayo. Hata kama hamuiombe, yeye anawapa. Ina dependre na yeye. Kuna miujiza ya tatu inatokana na imani ya watu ulio nao. Ya kwanza wewe mwenyewe, ya pili neema ya Mungu, ya tatu inatokana na mazingira ulio ndani yake. Na katika Biblia miujiza hii yote tunaiona. Tunawaona watu walioponeshwa sababu Mungu, Yesu alisema imani yako inakuponya. Tunawaona watu wengine walioponeshwa sababu ya imani ya wale waliomleta. Unakumbuka yule mgonjwa walioleta kwenye kipoi? Na kuna wengine Mungu aliwatendea mema, hawakuomba hata. Kijana kamjane wanaenda kukazika, wanakutana na Yesu. Yesu anawaambia stop, msimamishe kwenda sanduku. Wewe kijana amka, kana lamka. Mama yake hakusema wakaponeshe, jirani hakusema wakafufue. Mungu anachagua kumtendea mama mjane mema. Hata katika kanisa kuna wakati mhubiri anakuja ama muongozi ama mchungaji amebeba baraka zenu. Na amekuja anajua Mungu anatenda. Na anasema Bwana waguse wote walio hapa wagonjwa wawe na afya. Wewe mwenye ulikia mgonjwa mawazo iko mbali. Anasema Roho wa Bwana ananiambia niwaambie nyote mlio hapa kazi zimezorota, anaenda kuzitengeneza. Huko humu mawazo iko mshamba. Munabakia wale tunakuwa najiuliza, si njoo hatuna upako ama wa kureservoir, njoo wenye hawana kwa kureservoir vitu. Kuna kanisa moja nimeingia ndani yake, ilikuwa mhubiri tu wa Jumapili. Halafu unaona watu, Mungu alinipa neema ya kunifungua macho. Unaona watu karibia mwachie ya kanisa walikuja na haja ya kumuona Bwana. Nilisema neno moja tu, Mungu atendee kila mtu kulingana na haja yake. Niliona watu ambao walienda jazwa, wengine waliguswa, wengine walifunguliwa, wengine walishuhudia magonjwa yalipotea kwa neno ya upole. Mioyo yetu tunakuja ndani ya ibada lakini mioyo iko mbali. Wengine wanakuja muibada mimi na esprit critique. Aule pastor angesema vile. Wewe bandia. Umekuwa Roho Mtakatifu. Chile hangelichisema. Angesema hivi. Bopale akasema mbaya nitamorekadre kwa mwisho. Wewe mwenye hauna Biblia unanirekadre mimi. Hauna Biblia, hausomake. Unanirekadre sur base de quoi? Geuza moyo, akaitosha juu ya jeshi ya taifa, akaitosha juu ya waziri, akaigeuzia Bwana, akamtazama Bwana, na Bwana akamwangalia Yosafati. Yosafati akaanza maombi. Aliongea pole. Yosafati hakupandisha sauti. Sawa? Tena si wakataza kuomba na sauti, muombe na sauti. Lakini uombe na sauti na unajua kenye uko unafanya. Usiombe kwa sauti juu unapenda utuimpressione. Ukiomba kwa sauti, omba kwa sababu kuna kitu kinaacha unaomba kwa sauti. Naomba. Alipomaliza kuomba, halafu majibu yakatokea. Umeomba sana katika mazingira magumu, katika magumu unayoyapitia, mahitaji yako umeyaleta mbele ya Mungu na umeanza kujihisi Mungu haiko anakusikia, na kuhakikishia Mungu iko anakusikia. Mungu sikiziwa, anaye masikio. Anayasikia maombi yetu, anayajua, anayasikia na atayajibu. Ungenipa amen. Hawakutuambia Yosafati aliomba karibia muda mkapi, lakini wanatuambia kwamba waliingia katika maombi ya mafungo kwa pamoja. Kanisa ya Kalimbo mnafunga siku gani?
Siku gani ndio mnakuwa na maombi ya mafungo juu ya kuombea hii kanisa? Hapana juu ya kuombea makazi yenu. Unasema leo tunafunga, tunaombea hili kanisa, Mungu tena afanye kitu kipya. Sio ndio mimi nashuku. Ni siku gani? Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Nilisema Mungu ni wa wazee. Najua uko mzee. Wewe ndio vile wazee useme mwanje. Mwaka hamwezi kosa juma moja, juma mbili, mahali mnaweka kanisa yenu mikono ya Bwana. Hili kanisa ni la Bwana, haiko la watu. Ukiliongoza watu mtashindwa. Muwe na muda ya kuliweka mikono mwenye nayo, mnamwambia Mungu, tunataka mapenzi yako yafanyike hapa. Tuko tunasherekea Santa, na hakuna kilema shapona mkanisa. Santa hakuna kipofu shaona. Santa d'existence. Hakuna beki yenye tutapresente watu. Santa tuwe na muda, baba mchungaji, tuwe na muda. Wakati mmoja unaambia Mungu wako, unasema Mungu, Bwana, baba tunafikia, mimi sina cha kufanya. Fanya vyako. Nazinyamazia baba. Ile saa ushaingiza kitu kwa kanisa wanachikataa. Chipeleke mbele ya Mungu. Ambia Mungu, hii kanisa haiko yangu, kwanza ni yako. Ulinituma. Hiki kitu mimi najua kinaweza kufanya kitu. Na kikuachia Mungu. Yuda wote wakakusanyika. Malengo makubwa, maombi. Wachungaji walikusanyika, waombaji walikusanyika, wazee wa kanisa walikusanyika, madiakoni walikuwepo, waimbaji walikuwepo. Najua Dimash hii kanisa itajaa. Waimbaji makorale 6-7 zitakuwa huko. Lakini katika chuma mahali tunatafuta uso wa Bwana, wao haviko concerne. Dimash wanakuya tuongezea mizigo, sisi tuko tunapanda, tena wanatukokota, unakosa wewe unaongezea charge ya kuzengia. Na waambia kanisa nyote, mungelifuata hizi somo, mungelikuwa mnaelekea mahali fulani. Amina baba. Kubali afanye juma hapa, kisha akuache kisha ulikuwa. Hapana. Mungu amepanga juma hili akuongezee kitu, akutengenezee kitu, bali na ushuhuda wa kimwili katika ulimwengu wa roho anakuongeza na kupanua. Yes. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wote walikuwepo. Wote walikuwepo. Kanisa lote lilikuwepo. Mataifa, wapagani na Wakristo wote walikuwepo. Wote walifunga chakula. Pastor, unajua Yesu maisha toboka. Sukie tuibandike we bandike. Yako unafanya journée 2 jours haukula, estomac iko bien. Ni wakati ya maombi, estomac ishatoboka. Unaweza shinda mbutiki yako haukule toute une journée. Siku ya maombi ya 6-18. Basi ndeni mkoni munashi. Ndeni mkoni. Unaweza mwili Yuda kukuwa wagonjwa. Balikuwa ndani. Walipoona uzito wakasema tusipoingia tunakufa. Sikuja kuzungumza juu ya hatua za maombi, lakini maombi na hatua. Na kila hatua ya maombi ina influence yake juu ya maisha yako. Kwa ambaye unaomba kwa njia ya premier janvier mpaka le 31 Desemba, kwa unaomba pasipo mafungo, uko na kiwango chako. Na yule ambaye anaomba anaingiza mafungo, iko na kiwango chingine. Amen. Yosafati hakuita taifa ili tu waombe pasipo malengo, waliomba na malengo. Mkubwa, kuko maprobleme zinakupataka na apeti na katika. Wewe uko magumu, uko na apeti, unakufisha Bwana na uko na apeti ya kukula nyama.
mwenye alikufisha kwa Bwana akapata apeti? Eske na estoma inalumaka? Sema magumu yako ikingaliki ya kuelewa. Huko unaelewa magumu. Kingaliki unasema bonda utafanya formule 2ab carré plus 3t exposé 6. Alafu napata majibu. Ukingaliki na formule itaishaka na ubetika pete yako. Hauliweza. Nakumbuka wakati walituambia M23 hataingia hapa. Watu waleta hamisha na choko kwa mtiki. Na hatukuwatangazia. Wewe jiombee. Amina baba. Na unaona mtu anapoleta kitabu kwenye baraza, wazee, nina shida mniombee, wanamwekea mikono, anaenda yeye peke, hata jiombea hata. Ile maombi ndio kwanza na mwisho. Unajiombea. Unachukua mzigo wako. Mama Ana alichukua mzigo. Ukisoma ile historia utaona ya kwamba siku zingine alikuwa anakuja, anakutana na watoto wa Eli, wanamsaidia kwa maombi, wanamuombea Ana. Ana hakupata majibu. Alipochoka Ana akakuja mwenyewe, akaikara hapa, akaanza kuomba, makamasi ikatoka, sauti kaenda, akafanana mlevi katika maombi. Wewe unaomba na parfum inakumuka hapo. Kunaomba nisipende nitoke mojasho. Sawa. Maombi haitakutosha jasho, magumu itakutosha jasho. Bora mimi maombi nitoshe jasho, lakini magumu yasinitoshe jasho. Amen. Na waita katika maisha ya maombi. Mnapoishi utakaso, umeacha dhambi. Umeacha dhambi, unatembea katika woga wa Bwana, unaanza kufanya mapenzi ya Bwana, unampendeza Bwana, lakini ongeza maisha ya maombi. Ongeza maisha ya maombi. Yesu aliye mfano bora, alimpendeza Baba na aliishi maisha ya maombi. Yesu alikuwa anakesha kwenye milima akitafuta uso wa Baba, akimwambia Baba, nipe tena nguvu. Lakini wewe unafanya wiki mzima haujawahi omba. Huko tu unajisalaana vitu vya dunia, haujawahi mtafuta Bwana. Wewe umefanya mwezi mzima hata magoti yako kuyaweka chini, hauyaweka chini. Yosafati mfalme aliyekuwa na jeshi, aliyekuwa na mali, aliyekuwa na pesa, alikuwa na uwezo wa kidunia, lakini alisema vita hii kishi ninaiona, vita hii vita mimi sitaweza. Magumu yako ya wapi yenye umeona gizi wewe huwezi weza? Mabezwe gani uko nazo unasiangalia, unasema mimi peke sitaweza? Na kutangazia asubuhi ya leo, zilete mbele ya Bwana. Ziletee Yesu. Yesu anasema muniletee mizigo, muniletee yote, sababu mimi na watunza nyinyi. Amina. Yesu iko pale kwa ajili yako. Anakungojea tu. Anangoja uilete. Ninatoa mfano mnielewe vizuri. Na hii kitunga mimi kuinyangula inaomba kazi. Kwa urahisi. Kuna mahitaji tu ya kuamka asubuhi unaiombea na inapita. Kuna magumu, kuna shida, vitisho, unaweza tu amka asubuhi unasema Baba, kwa jina la Yesu hii shida na ivunja, ipotee, na inapotea haraka. Ni shida kitunga. Kuna shida zingine ni shida wafu. Unaona hii wafu? Unaona kisi na furnire fo. Ninasikanira kidogo. Sawa? Hii ukasema ni kusha mpaka Msandre vile sitafika. Lakini hapa nimeingua. Na katika maisha ya mwanadamu kuna shida kama na hizi. Paso unaweza amka tu asubuhi mapema, unafanya kaeforo kidogo, unanyangula. Halafu baada ya wakati siku 2 siku 3 unajikutanisha tuna shida inaanza kuonekana. Hii shida inakuambia kwamba inahitaji tena uongeze nguvu zingine. Amen. Unaona hiyo? Unaona hiyo? Hata niko na nguvu.
Gumu ya Yosafati haikuwa gumu kitunga, haikuwa gumu kabafle kadogo, ilikuwa gumu ya aliona, anasema hii sitaweza. Na katika maisha ya imani ya Ukristo kuna zile magumu tunaomba kwa haraka zinapotea, unajitoa mwenyewe zinapotea. Kuna zingine ni Mungu tu, Mungu tu, Mungu tu. Huko unapambana na ile bafu, utaifikisha wapi? Baba, ulinipa mamlaka ya kukanyaka juu ya nzige na ngee, bonodeshesi haitatoka. Mwambie Yesu, wewe uliye na uwezo, tosha hiki kwazo nami niende salama. Amen, amen. Namalizia kwa hii hitaji ama hitaji ya mwisho. Tuna hitaji nyingine, inaweza kuwa mlima kabambi. Halafu hii mlima kabambi mwenyewe unashindwa, lakini pamoja na wengine watu, ukijiunga pamoja na watu waini watano, ukikuwa wababa watano wainangua kwa wepesi. Mara unashirikisha watu wengine. Sawa? Usiseme mniombee, unasema problemi ni yangu, kisha mimi naambia katengenezee baba, kisha mimi namfuata nyuma. Unaweza sasa ukiana hana akili. Ndio maana ninasema Mungu atupe macho ya roho. Hivi ili shida hili hapana, Mungu pekee na kuachia. Alafu ili kama hauna macho ya kutambua shida hizo na kushauria uwe Mkristo, ukamata ile nyimbo ya kusema hata shida ni ndogo sana, umwambie kakwe katunga, ambia Bwana, kakwe kabafle, ambia Bwana, lukue lubafle, ambia Bwana. Wewe unamwambia yote. Amen, amen. Amen. Waliomba sana. Nafurahia humilite ya Yosafati. Yosafati angelisema mie ndio mkubwa, nyie wengine mkule, mie ndafunga. Kuna wale wanabii wanasema niletee maziwa mie ndakufungia. Wewe mwenye utanifungia maziwa utaifanya? Tusemeshe kweli. Wewe unaniombea nikuletee maziwa utaifanya nini? Mtumikia Mungu na akili. Mungu aliwapa akili. Mtumikia Mungu na akili. Yosafati alijishusha, hata kama alikuwa mfalme, akasema muje wengine, muje. Sababu waliomba pamoja, lakini majibu yalitokea kwa mtu mmoja tu. Majibu hayakutokea kwa Yosafati. Majibu yalitokea kwa mtu mwingine kule mkundi kule mkundi. Kakijana kakasema, sasa taifa muikari, msikilize maneno yenye Mungu anasema. Amina. Kule mkundi. Lakini muelewe ya kwamba yule kijana alikuwa wa ukoo wa Lawi. Mungu hakumchagua Parazaa. Alikuwa anatoka ukoo wa Lawi. Na mnajua Lawi katika Agano la Kale, ukoo wake ndio walikuwa makuhani ambao wanaweza kuzungumza na Mungu kwa ajili ya taifa. Amina. Nilisema kuna vitu, tabia fulani ambazo baba unaweza kuzianzisha, zinaonekana na kuwashukua washukuu. Kijana anachaguliwa katika taifa si kwa sababu yeye, lakini kwa sababu ya mahali anatokea. Nyinyi wazazi mnapoishi vibaya, mnaua, mnalaani kizazi. Wewe mzazi unapotembea na uzembe, unaharibu kizazi. Huyu kijana ambaye walimtaja hapa ni kijana ambaye anatoka ndani ya ukoo wa Lawi. Ukisikia alikuwa mwana wa nani, mwana wa Zakaria kuhani. Alikuwa mwana ni urais. Sijui ni mama gani aliniambia hapa nje, akasema mtu anazala mtu na mbuzi anazala mbuzi. Alikuwa anasema maana yake baba yangu amezala mchungaji. Ukakuwa komedie kuzala ba komedie ni haraka. Ukakuwa empoli kuzala ba empoli ni haraka. Amina. Ukakuwa Kristo halisi kuzala ba Kristo ni haraka. Kakijana kule kwa ukoo wa Lawi, Mungu anakapa ujumbe, kakaonekana kuwa kuhani kwa siku ile, nadhani na ukuhani uliendelea. Akasema sikieni,
Mungu anasema hivi na hivi. Sasa Yosafati angelienda omba yeye peke, nani angelimpa majibu? Wewe mwenye unasema kama siku yake mnaomba siku gani? Vendredi. Ile maombi ya vendredi, ombi na shitoshelea na ombi ya nyumbani. Ombea nyumbani, endelea kuombea nyumbani. Kuna wengine majibu utaombaka mama atakupatia majibu. Kuna wengine maombi utaombaka ni mchungaji ndiye atakupa majibu. Kuna wengine maombi utaombaka ni mgeni atakayefika hapa atawapa majibu. Ninajua mwenyewe kuna watu walikuwa na maswali, lakini tangu nilipoanza wako wanapata majibu. Ndio. Kuna wale waliokuwa wamekatishwa tamaa, walikuwa wameanza kujiuliza kwa nini Mungu mie tangia niliachia umesaidiwa. Amen. Na wewe ambaye hujasaidiwa sasa zingine haiko mie. Lakini wewe tu mimi naomba nyumbani ile maombi ya distraction ya ujinga ya washomeri, tuite washomeri leo. Ndio. Kuna siku mtoto wako atashikwa na mapepo, pesa zako hazitatosha mapepo. Utatafuta Josué. Ule shomeri. Utatafuta wale waombaji. Nani mwenye alikuwa kama mtoto anashikwa na mapepo unamtobola shida? Mkimbilie waombaji, mkuwe na katala, mkuwe na katala. Akiwa Mkristo hapa, mwenye haombe pamoja nanyi, mnakatala kwanza, mnamkomesha wiki mzima hamjaenda muombea. Kuna watu wanadharau waombaji, lakini kwenye magumu, mkimbilie waombaji, mkimbilie waombaji. Nani muombaji na nani si muombaji? Kama unasema Mungu wangu ananisikia nyumbani, sawa. Kanisa wote walikuwa pamoja, sababu Mungu alikuwa anajua Yosafati ataomba, lakini kijana huyu ndiye ataleta majibu ya mbinguni. Maana yake ni baba yangu, niko wa maana mu maisha yako. Mie Josué sizitoshe, lakini mimi niko msaada kwako, nawe uko msaada kwako. Inaweza kuwa majibu kwako baba, na unaweza kuwa majibu kwako. Tukaishi katika hii ushirika, nguvu za Mungu zinaonekana hapa. Haleluya. Amen. Mungu alipoona umoja, tena umoja uliona unyenyekevu, arejea umoja uliona nini? Na unyenyekevu. Na unyenyekevu. Katika Mwanzo sura yake ya 11 watu walikuwa muumoja lakini walikuwa pasipo unyenyekevu. Hapa wanakuwa pamoja na unyenyekevu kwa malengo ya kumtukuza Bwana. Na Mungu aliwatetea, Mungu aliwasimamia, na Mungu aliwapigania vita. Amen. Na Mungu alisema Yosafati, taifa la Yuda, Israeli, munyamaze. Kofoto. Utaelewa kwamba Mungu wako ni Mungu wa ajabu, ni mwenye nguvu. Amen. Malengo makubwa, magumu yanapokuvamia, shida zinapokuvamia, mambo yanapoenda mubaya, usiangalie jirani. Kwa nafasi ya kwanza mtazamie Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Namalizia kwa jambo la mwisho na waacha leo. Akasema hata Yoshua majina yangu alisema katika kitabu chake. Alisema mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Baba, umekuja fuata semina, Mungu akubariki. Uko unajengwa, Mungu akubariki. Lakini vile vitoto yako vijuliacha kibali. Vile bibi yako mnatuacha nyumbani, lakini mnapenda tuwafanane. Namna gani? Mnapenda tuishi sawa nyie. Mnapenda tuwazi sawa nyie. Mnapenda tutumikie Mungu sawa nyie. Nyie mko mnajengwa, wao hawajengwi. Ni matatizo. Shindwa malezi. Unaweza ona mama ni shujaa, anaamka kila mara asubuhi, anavuka Bwana. Anaenda wapi? Anaenda kukanisa. Bwana mblanketi. Lakini unapenda ule Bwana atoshe matunda sawa sawa na wewe, haviwezekani. Narejea haviwezekani. Huko baba unavuka mke wako, jua mama, mnanielewa kweli? Ndio. Wale mabwanenu wewe muliacha kunyumba, hamfananane tena. Laumu. Akikunya pombe usilaumu. Alisikia nini? Akikuwa mtu akusilaumu. Biblia inasema ni maneno ya Mungu ndio hatakufa juu ya nini? Nijua ligonjwa ya Ebola. Anakufa juu ya nini?
Nyewe muko na babwana be banafanyaka mwaka mzima afika ku kanisa. Muko na mamaiti mu manyumba. Sijui mwanisikia bien. Sikuwa nasema nyumba yangu, kwa nasema morgue yangu. Haiko nyumba, ile iko morgue. Kama mtoto mwenye amefanya juma hakula naweza kufa, Bwana wakufanya mwaka. Vitoto vyako unakuya dimashi, umevala Mkristo zalimwinda, vinabakia viko vinavula. Uko unaomba familia. Wazazi, unaweza fika ndani ya familia, unasikia hewa ya vita, hewa ya mapambano, umoja haupo. Ile ni harufu ya kutoka kumaiti. Maiti yenye iko mnyumba inaozaka tu. Ndio maana utaona hedada inakuletea butumbu kwa kuvimba sawa ubalo. Kanazala wa kwanza na wa pili ni rezi, ni matunda, ni matokeo. Mujipe nguvu wazazi. Muwaimize watoto. Biblia inasema umfundishe mtoto akiwa mdogo ili atakapokuwa mtu mzima asije akayasahau. Huko unawafundisha watoto wako nini? Muko unawafundisha francais, biko wanasema francais. Munawafundisha vya masomo, wanajua vya masomo. Vya Mungu kunafanya effort gani? Huko unafanya effort gani? Baba uliye hapa, huko unafanya effort gani? Mungu atuhurumie sana. Atuwezeshe tena. Kata hatua. Nawaambia hakuna furaha sawa kuona familia yenye baba, mama na watoto wote wameokoka. Hii familia inajaa furaha. Hata kama pesa haiko, furaha ipo pale. Bora mtoto aharibike, wewe na umefanya pare yako. Unasema huyu mtoto anaharibika, lakini mimi nimefanya sehemu. Mimi nimefanya sehemu. Hata Yesu alisema nimewalinda wote ulionipa, sofe ule mtoto wa upotevu. Lakini Yesu alijaribu kumfundisha Yuda. Alijaribu kumleta Yuda asifanye makosa. Alijaribu lakini vilishindikana. Na Yesu akasema venye ulinipa niliwachunga. Sofe mtoto akishindikana akienda jehanamu, wewe mzazi sema mimi nimemaliza. Walikuwa pale na wake zao na waume zao. Si mimi najua wazazi mlio hapa tufanye hivi. Wazazi tasa eske mwenye mko mwenye haya zalaka simushaza watoto wenu wiko wapi? Mwenye iko na wake shima, mwenye alikuwa na watoto wake wote mwenye alikuwa na watoto mama ulikuwa na wote wiko wapi? Wewe mke kununa sala tu amatike na mume wake. Sitaongeza, unakuwa familia tofauti. Sawa? Mama umesikia, baba amesikia. Mkienda gombana vinawaona. Basi na vinawaona. Mkipatwa na jaribu mnashindwa kuisherehe vinawaona. Umesikia. Wenye walikuwa na wanusu. Unaweza kujua, hapo kama mnaacha. Faraka kama mwaki. Nia kumekuwa kwa sante, na hela mtoto fulani imekuwa kwa sante. Wenye mliacha wamepungukiwa sehemu. Na kesho yake na kesho kutwa watafikiria kukufa, kisha ile harufu inaenda kuwashiria. Ndio maana mtu mwenye haokoke kwa familia niye wote mnaliana kwenye afanyaka Kenya anafanyaka na wao mwenye ushaokoka sina kutosha shashi ingie mwa ile exercise. Tuanje kuja na maraba konje iko wao wazazi konje iko juu ya masomo unalamuka senge na kulamusha watoto na kuwakuruta juu ya masomo.
masomo. Kwa nini? Kwa ajili ya kanisa. Mulale bongo kirumbi chikwayo baridi kwayo musikohole mulale. Acha walale leo, kesho wewe ndio hautalala. Yosafati pamoja na taifa na kila nyumba pamoja na mke na mume na watoto wote waliomba Mungu. Wewe uko muombaji, unazigunjeka kwa magoti wewe peke, unaanza sema baba wewe peke. Ile ndoto iko matende biseri itakutundula, itakukuruta kesho na ile maombi itakauka. Ambia watoto tumekula, Mungu ametukulisha. Mnatafuta la tupige magoti tuombe. Unaishusha kwa magoti yote. Tuombe Mungu. Inajaomba. Kuna wengine inakosa vya kuomba. Mena hiko inawaangalia. Hautafanya mwezi mmoja kama nao haijafanya ile kitu. Niko na kabiti kangu ni kadogo sana. Nikifika mnyumba nasema haleluya, anasema amen. Ni kadogo sana. Nikisema pokea, ako anasema I receive. Niko na kaambukizia hizo tabia. Kila mara kiamka asubuhi ninakauliza nani amekulamusha? Anasema Mungu. Nimekafundisha unapoamka ni Mungu alikuamsha. Kisha nakauliza nani amekuamsha? Kaseni Mungu. Nisema umeshukuru? Kati ndio. Mimi nakanadanganya akakushukuru. Hakajua kushukuru je. Umeshukuru Mungu? Kati ndio. Unauliza watoto wako mara ngapi? Unauliza watoto wako mara ngapi? Ni katoto kadogo hakaeneza tadeza. Ninakafundisha. Nimemfundisha kuombea chakula. Nimemfundisha. Akiharibika vinamuona. Mimi nishafanya sehemu yangu. Nitaendelea kufanya sehemu yangu. Nataka nifanane na awe zaidi yangu. Nawe mzazi, uko unafanya nini? Hii maombi majibu inatoka sababu wote walikuwa pamoja kwa umoja. Walikuwa sawa mshambre hot siku ya Pentecost, wote walikuwa pamoja kwa nia moja wakimtukuza Bwana. Hawa nao walikuwa pamoja kwa nia moja wakitarajia kuona majibu, ukombozi wa Bwana, na Bwana aliwaokoa. Amen. Kuna zingine mahitaji usiziombee wewe peke, ita watoto. Waambie watoto mkuye hapa. Krizi ishakuwa ya mingi. Tunaambia Mungu atubariki tena. Kila mtu mwambie Mungu bariki kazi. Kuko wengine tuma kazi zenu zinachunga watoto wenu waombe makazi yenu. Hamunisikie? Nasema mwenyewe mko watu wenye kazi zenu zinachunga tu zisikie sauti ya watoto wenu. Wakisema Mungu bariki kazi ya papa. Joya ni kazi yako inangoja. Tujifunze. Tubebe jamaa zetu. Tuwafundishe Mungu wetu. Wakomae wanamjua Mungu. Ili wakati magumu itakapowapata wajue ya kwamba mzazi ametufundisha, mzazi ametuelekeza, mzazi ametuambia. Hii ndio majibu ya Yosafati. Huo ambaye unasema vita si vyangu, vita ni vya Bwana. Angalia mazingira yako. Hii phrase nimesema ni majibu ya Mungu kwa taifa ambalo wao wote wamejiunga pamoja kwa nia moja, kwa malengo ya kuona Mungu akiokoa maisha yao. Kanisa Kalimbu tunawaachia ganda hili. Katika namna yenu ya kuishi, katika namna yenu ya kutafuta Bwana, ushirika wenu ukae, ushirika wenu udumu, ushirika wenu uonekane, umoja uonekane, magawanyiko yasionekane katikati yenu. Wakati mnakutana na kiambaza, mnakutana na shida na gumu, mjiunge pamoja. Kuna nguvu katika maombi ya pamoja. Mkimkumbuka Petro anatoka ndani ya gereza sababu ya maombi ya pamoja ya kanisa. Kuna wakati ya kuomba mwenyewe na kuna wakati ya kuomba na wengine. Kuna wakati ya kumtafuta Mungu mwenyewe na kuna wakati ya kumtafuta Mungu pamoja na wengine. Msiache hiyo tabia. Tunaweza kushika.
Lakini nawashukuru sababu muko mnashikaza kufika. Kweli kanisa zimeoza, zimekufa. Wakristo wamezimia wengi sana. Kanisa watu 1000 wanafika 30 kusemina. 30. Hawatajia Mungu atafika mwatia kosa. Wewe ambaye umefika, Mungu akubariki sana. Amen. Sina mengi ya kutakia, ila ninachokutakia kile kilichoacha unakuja asubuhi hapa. Yesu ambaye ninamtangaza akutendee muujiza, akupe majibu ya maombi yako, akutane na haja moyo wako. Ninamtangaza acha kupunguza machozi. Wewe ambaye ulikipa nafasi ukajiima usingizi, ukasema ninaenda kumsikiliza Bwana, nawe unamsikiliza Bwana, acha Bwana akuheshimishe tena. Ndani ya ibada mawazo fashili. Unapokuja ndani ya ibada mawazo yenu yote muweke ndani ya ibada. Ibada iliyo takatifu ni ibada ya watu ambao wanakuja wakija na mioyo yao wanaimwanga mbele ya Bwana. Yale baraka nimeyatamka, wewe mwenye haukusema amen hautaiona. Ndio vile ninakuaka. Baba yangu nasema wewe. Ndio vile ulimwengu wa roho inatembeaka. Ndio maana unaweza kuja unatoka vile hapo. Biblia inasema hakuna mtu aliyekuja mbele ya Bwana na akatoka kisha alivyokuja. Ni wale watu ambao wanakuja na mioyo. Wale ndio wanatoka na vitu. Niko napanda mbele, wewe unanyamaza. Ninapanda mbele, unaniangalia hivi. Muujiza wako umeswata. Miujiza ndani ya ibada hivi ndivyo inatembea. Ninaweza sema pata uponyaji, unaniangalia hivi. Unarudia na diabetes. Kuna watu wanajiheshimu kuliko Roho Mtakatifu. Mkija kanisani muje na mioyo. Ile magluare yenu, mapenda zenu msiache nyumbani. Mkuje na humility, mkuje mnajua kisi mnakuja mbele ya Bwana. Amen, amen. Na amen tena hausemi. Na amen hausemi. Mungu wangu, ulikuja fanya nini hapa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwanja makaza, sawa majafa. Tuweka mikono miwili juu. Naomba kama Yosafati. Asubuhi ya leo. Kwa ajili ya taifa hili. Kwa ajili yangu binafsi. Kwa ajili ya familia yangu. Na kwa ajili ya familia zao. Yosafati alikuwa na shida yake. Shida yake ilikuwa woga ya kuwaogopa watu. Sisi tumevamiwa na watu wasiokuwa wa nchi yetu. Wengine wamevamiwa na magonjwa, wako hapa, na wengine wamebaki nyumbani sababu ya magonjwa tu. Wengine wamevamiwa Bwana na uchelewe kuzaa, wengine na ukosefu wa pesa, wa mali, wa vitu, wa vifaa. Wengine wamevamiwa Bwana na kukataliwa na watu wa karibu. Wengine wameachwa, wengine wamezarauliwa sababu ya hali hili ama lile. Sote tumekusanyika hapa asubuhi. Wengine wanazosoruba katika maisha yao, walipoacha imani alikuwa salama, lakini magumu yamezidi kipimo. Nao wamekusanyika hapa asubuhi ya leo. Nimewaona wengine hapa hawasomea hata hapa, lakini umewaita kurandevu hapa Jehova. Ninaomba neema yako, ninaomba majibu ya mbingu, ninaomba miujiza yako ikutane nasi asubuhi ya leo. Tumekutangaza, ulimtetea, ukampigania Yosafati kwa sababu alinyenyekea Bwana, kwa sababu alimtazama Yesu, kwa sababu alilitia jina lako. Nasi tumekunyenyekea asubuhi ya leo. Baba, utukumbuke. Wagonjwa wapone kwa jina la Yesu. Amen. Walio na mishipa zikaushwe kwa jina la Yesu. Amen.
walio na magonjwa kwenye matumbo na yaponya kwa jina la Yesu. Wanaokuwa na problemu ya madiabeti makase, oh Seigneur, que le témoignage soit vivant, wapone kwa jina la Yesu. Walio na shida katika kazi zao Bwana, uende uwatetee, sababu wewe ni mtetezi wa haki. Waliosingiziwa Bwana, watetee na kuwapatia heshima zao. Wale ambao wamefatwa na maadui wa roho, wamesumbuliwa na maadui wa mwili, shetani ameingilia njia zao, Bwana, kama ulivyomtetea Ayubu, watetee kwa jina la Yesu. Wape ushindi kwa jina la Yesu. Ninaenda kuwaombea rehema, nimeipata kwako. Niliisoma katika maandiko, inasema tutakachokigusa kitabarikiwa. Acha Bwana kuanzia leo, watakachokigusa kiendelee, kiinuke, kibarikiwe kwa jina la Yesu. Ninakupenda sana Mungu wangu, sababu unanisikia kila mara ninapokuomba na unajibu maombi yangu. Haina budi nikutangaze, haina budi nikushuhudie, na kisha kanisa lako wasione matendo yako, watasema niliwadanganya. Wataona mambo kwa ya kawaida tu. Wale waliokuja na maumivu katika miili zao warudi pasipo maumivu kwa jina la Yesu. Uliyafanya jana unaweza kuyafanya leo, na umesema mamlaka umetupa. Acha Bwana kanisa hili litoke katika ngazi mahali walipokuwa, waende katika ngazi zingine. Kila mmoja amekusanyika nasi hapa Bwana, usimuache katika maisha yaliyokuwa na jana, lakini leo wacha historia mpya pamoja naye. Acha mwendo mpya pamoja naye. Acha tena shuhuda siku pamoja naye. Oh Jehova, acha kitu kipya pamoja naye. Ninaombea neema ile. Mimi ninachokijua Bwana ni kwamba hakuna jambo linaloshindikana kwako. Kuna wale wanaoombea watu watoto wao wamefunga harusi hawajazaa. Umenitakasa na kuniweka kando na kunipa neema ile. Bwana, nafungua tena mbingu ziwe wazi, zilokalize wale watoto. Kila mzazi aliye hapa, uende utangazie mtoto wako ya kwamba mchungaji amesema utazaa. Na Mungu wangu ananiambia niwaambie, ukamate karatasi na stilo, andika dati ya leo na uanze kuhesabia. Muda si mrefu mtawaona wakichukua mimba na watazaa. Baraka ulizonipa Bwana, naziacha juu ya taifa lako, naziacha juu ya kanisa hili, naziacha juu ya miili na roho na nafsi zilizofika hapa, naziacha juu ya wakubwa, naziacha juu ya watoto. Acha Mungu mlinzi wa mbinguni uende pamoja nao kwa jina la Yesu. Amen.